Bana, huko Burkina Faso ambako mwamba Ibrahim Traore ndiye anayewakilisha nchi hiyo kwa sasa. Sasa hivi basi kuna habari mpya ambayo ni nzuri sana katika nchi hiyo ya Burkina Faso ambako duniani kote imezidi kushamiri kulingana kwamba mwamba huyu anafuatiliwa zaidi. Kikubwa zaidi ni kwamba mwamba amesema kwamba wazee hawatalipa tena bili za umeme na maji huko nchi ya Burkina Faso. Pamoja na haya yote, Ibrahim Traore ametangaza kwamba kuwa wazee ambao wanapatikana katika nchi hiyo ya Burkina Faso, yani katika nchi yake, watapata umeme na maji bure, na ana mpango wa kuhakikisha kwamba huduma hizo zinapatikana bure kwa kila mtu, na anaamini kuwa umeme na maji ni vitu ambavyo ni mahitaji muhimu sana au mahitaji ya msingi ambayo watu wanapaswa kulipia, lakini kwa wazee itakuwa ndivyo sivyo. Ibrahim anaonekana kwamba ni mmoja kati ya rais ambaye anakuja na mafunzo ambayo ni ya tofauti kabisa. Wengine wanasema kwamba huyu ni mmoja kati ya kiongozi atakaye kuja kukumbukwa kama Gaddafi alivyouawa, lakini pia amepinga vikali sana nguo za mtumba katika nchi yake. Amehitaji watu wavae nguo ambazo zinatengenezwa katika nchi ya Burkina Faso. Pamoja na hayo yote, wananchi wanampenda kisawasawa. Hakuna mtu anayefuatiliwa katika nchi ya Burkina Faso kama Ibrahim. Nikupe tu hinti ambazo ni chache katika nchi hiyo ya Burkina Faso. Moja kati ya mwamba ambaye anafuatiliwa katika nchi hiyo ni pamoja na Ibrahim Traore, lakini pia na moja kati ya miamba ambayo analindwa na watu wengi ni Ibrahim Traore. Moja kati ya mwamba ambaye anafuatiliwa hata kwenye uwanja. Ukienda kumkaba wakati anacheza, huwa sometimes anacheza mpira, ukienda kumkaba watu wanaogopa kumkaba, wanamwachia kwa sababu ni kiongozi. Ukimwangusha kiongozi, kesi iangukie kwako, I say ni jambo la kushangaza sana. Utapata kesi alafu nchi ianze kukunyoshea kidole. Kwa hiyo wananchi wenyewe wanampenda, hata kama ni mpira wanamwachia afunge goli kwa namna ambavyo yeye mwenyewe binafsi atakuwa anatamani kufunga, na sio kumvamia haraka haraka kama vile unakaba rafiki yako uwanjani. Kwa hiyo ni moja kati ya mwamba ambaye katika nchi hiyo ya Burkina Faso kwa hivi sasa ametoa tamko hilo kuhusu jambo zima la maji pamoja na umeme kwa wazee wa nchi hiyo. Vipi kuhusiana na swala zima la bima ya afya? Vipi kuhusiana na swala zima la chakula? Ngoja tuone nini ambacho atakileta tena mezani, maana tu jana tu ambako ametoa tamko tena lingine kuhusiana na swala zima la maraisi wa Afrika ambavyo namna gani ambavyo wanaonekana katika mataifa hayo ambao wanaenda kuomba misaada, lakini pia yeye ameamua kustopisha misaada yote, hataki pesa wala mikopo kutoka katika benki ya dunia. Mimi sitakuwa naleta kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo utakapopata burudani zote zile ambazo unazijua na hata zile ambazo huzijui. Bye bye.